Ndugu mwenyekiti wa baraza la uongozi wa chuo, awali ya yote nami napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia uzima, afya njema na kutuwezesha wote kufika hapa kushuhudia tukio hili muhimu kwa chuo na kwa wahitimu wote pia. Ninayo furaha na heshima kubwa kupata nafasi ya kuwa mgeni rasmi kwa maana ya kumwakilisha waziri wa fedha katika mahafali haya. Hili ni tukio muhimu linalothibitisha mafanikio ya elimu ya juu na uwekezaji wa chuo na serikali katika rasilimali watu wenye maarifa ya juu, ujuzi, weledi unaohitajika katika uchumi wa kisasa. Ndugu mwenyekiti, napenda kutoa pongezi za kipekee kwa uongozi wa chuo cha Arusha kwa kusimamia vyema majukumu yake ya msingi ya kutoa mafunzo, kufanya utafiti, kutoa ushauri wa kitaalamu. Chuo hiki kimeendelea kudhihirisha umahiri mkubwa katika kuandaa rasilimali watu mahiri wanaokidhi mahitaji ya soko la ajira na kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya uchumi wa taifa letu. Ndugu mwenyekiti, ni jambo la kujivunia kuona chuo cha uhasibu Arusha ikiendelea kuboresha na kuimarisha mifumo yake ya ufundishaji ya ujifunzaji, hususan kwa ngazi ya shahada ya uzamili. Matumizi ya mfumo wa ana kwa ana darasani sambamba na mfumo wa mtandao kwa maana ya online. Mfumo huu umeongeza upatikanaji wa elimu, kuboresha ubora wa ufundishaji na kuwapa wanafunzi unyumbufu unaoendana na mazingira ya kazi na maendeleo ya teknolojia ya kisasa. Huu ni ushahidi wa wazi kuwa chuo kinaendana na mabadiliko ya dunia ya kisayansi na teknolojia. Ndugu mwenyekiti, mchango wa chuo cha uhasibu Arusha katika uchumi wa taifa letu hauwezi kupuuzwa. IAA imeendelea kuzalisha wataalamu wa fedha, uhasibu, uchumi, kodi, utalii, usimamizi wa biashara, benki, ununuzi na ugavi, masoko, bima, tehama na nyingine nyingi, ambao wamekuwa muhimili muhimu katika ukusanyaji wa mapato ya serikali, usimamizi wa fedha za umma, sekta binafsi, taasisi za kifedha na miradi ya maendeleo. Kupitia wahitimu wake, chuo kimechangia kwa vitendo katika kukuza uwajibikaji, uwazi na nidhamu ya kifedha nchini. Ndugu mwenyekiti, miongoni mwa vichocheo vya kufikia dira ya taifa ya maendeleo ya miaka 25 kwa maana 2025 mpaka 2050 ni mageuzi ya kidijitali na utafiti na maendeleo. Niwapongeze chuo cha uhasibu Arusha kwa kuweka mipango na mikakati ya kuboresha na kuongeza ufanisi kwenye utoaji wa mafunzo, ushauri wa kitaalamu na ufanyaji wa tafiti inayotegemea zaidi maono makubwa ya taifa letu. Ndugu mwenyekiti, mageuzi ya kidijitali ni kichocheo muhimu cha maendeleo, hususan katika kuboresha ukuaji wa uchumi na kuimarisha huduma za kijamii ikiwemo elimu. Serikali inatambua na kupongeza juhudi za IAA katika kuwekeza kwenye mifumo ya kidijitali, mipango ya kuboresha miundombinu ya tehama, mifumo ya kujifunzia kwa njia ya mtandao, usimamizi wa kitaaluma na huduma za wanafunzi ni nguzo muhimu katika kuongeza ufanisi na ushindani wa chuo kitaifa na kimataifa. Wizara ya Fedha itaendelea kushirikiana na chuo katika kuwezesha upatikanaji wa rasilimali na mazingira rafiki ya kifedha yatakayosaidia utekelezaji wa mipango hii ya kidijitali. Ndugu mwenyekiti, katika nchi yoyote yenye dhamira ya maendeleo ya kweli kama ilivyo nchi yetu ya Tanzania, utafiti na maendeleo ni nyenzo muhimu katika kuongeza ubunifu na kutatua changamoto, kuongeza tija katika uzalishaji na kutoa mwongozo katika uundaji wa sera mbalimbali. Na wasisitiza wanafunzi na wahitimu
wa shahada ya uzamili kuimarisha zaidi tafiti zenu za kitaaluma. Tafiti zenu zinapaswa kuelekezwa katika kutoa majibu ya changamoto halisi zinazokabili jamii na taifa letu, ikiwemo masuala ya usimamizi wa fedha za umma, ukuaji wa uchumi jumuishi, ajira, ubunifu na matumizi sahihi ya teknolojia. Tasnifu zenu ziwe chachu ya sera bora, maamuzi sahihi na maendeleo endelevu kwa wananchi na taifa letu. Ndugu mwenyekiti, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi thabiti wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, inaendelea kuweka mazingira wezeshi ya ukuaji wa uchumi, uimarishaji wa nidhamu ya fedha za umma na maendeleo jumuishi yanayomgusa kila Mtanzania. Katika muktadha huo, sekta ya fedha, uhasibu, uchumi, benki, usimamizi wa biashara, usimamizi wa miradi, ununuzi na ugavi, usimamizi wa rasilimali watu, uongozi na utawala na nyingine nyingi zinatolewa katika ngazi ya shahada na uzamili kwa maana ya master's degree. Ni nguzo muhimu sana katika kuhakikisha rasilimali za taifa zinakusanywa, zinapangwa, zinatumika na zinadhibitiwa kwa ufanisi, uwazi na uwajibikaji. Ndugu mwenyekiti, niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kushirikiana na vyuo vya elimu ya juu ikiwemo IAA ili mitaala yake iendelee na kuendana na mahitaji halisi ya soko la ajira na mabadiliko ya uchumi wa kidijitali. Aidha, Wizara ya Fedha itaendelea kuunga mkono Chuo cha Uhasibu wa Arusha katika kutekeleza majukumu yake ya msingi. Wizara itaendelea kushirikiana na chuo katika kuboresha mazingira ya ufundishaji na utafiti, kuimarisha ushirikiano na taasisi za kifedha na uchumi, pamoja na kuwezesha chuo kushiriki kikamilifu katika miradi ya kimkakati ya taifa inayohusiana na maendeleo ya rasilimali watu na uchumi wa nchi. Ndugu mwenyekiti wa Baraza la Uongozi wa Chuo, katika dunia ya leo inayokumbwa na mabadiliko ya haraka ya kiuchumi, teknolojia na jamii, hakuna taasisi inayoweza kufanikiwa peke yake. Niwapongeze kwa namna mnavyoshirikiana na taasisi nyingine za umma kama ambavyo imeelezwa kwenye hotuba yako na hotuba ya mkuu wa chuo. Ushirikiano kati ya taasisi za umma, sekta binafsi na vyuo vya elimu ya juu ni jambo muhimu sana katika maendeleo endelevu ya taifa letu. Vyuo vya elimu ya juu ikiwemo Chuo cha Uhasibu Arusha ni hazina muhimu ya maarifa, utafiti na ubunifu. Taasisi za umma na binafsi zinapaswa kushirikiana kwa ukaribu na vyuo hivi ili kuongeza ufanisi katika kutoa mafunzo yanayoendana na mahitaji halisi ya soko la ajira. Ushirikiano huu utawezesha mitaala kuboreshwa, mafunzo kwa vitendo kuimarishwa na wahitimu kuandaliwa kuwa wataalamu wenye ujuzi unaohitajika katika sekta mbalimbali nchini. Ndugu mwenyekiti, serikali kupitia Wizara ya Fedha inaendelea kuhimiza na kuunga mkono vyuo vya elimu ya juu vinavyoendana na dira ya taifa ya kujenga uchumi wa kisasa unaotegemea maarifa pamoja na ujuzi. Wizara itaendelea kushirikiana na vyuo hivi katika kuweka mazingira wezeshi ya kifedha na kisera yatakayowezesha kuimarisha kwa kozi za kimkakati, tafiti zenye tija na maandalizi ya wataalamu watakaokidhi viwango vya kitaifa na kimataifa. Ndugu wahitimu, kumbukeni kuwa maendeleo ya taifa hayaletwi na serikali peke yake, bali na mchango wa kila mmoja wetu kupitia taaluma, uzalendo na bidii kazini. Serikali inawaamini wasomi kama ninyi kuwa ndio injini ya mageuzi ya uchumi ya kijamii kwa taifa letu la Tanzania. Endeleeni kujifunza, kujiendeleza kitaaluma na kufuata misingi ya taaluma zenu kwa uaminifu mkubwa. Kwa mara nyingine nawapongeza wahitimu wote kwa hatua hii muhimu katika maisha yenu ya kitaaluma. Ndugu wahitimu, leo hii
Taifa letu linahitaji wataalamu wenye maarifa ya kina katika usimamizi wa fedha za umma, tathmini ya miradi ya maendeleo, udhibiti wa matumizi na mapambano dhidi ya ubadhirifu na rushwa. Mnahitimu katika kipindi ambacho dunia inakabiliwa na changamoto za kiuchumi, mabadiliko ya teknolojia na ushindani mkubwa wa kimataifa. Hii inawataka muwe wabunifu, waadilifu na wenye uwezo wa kujifunza muda wote. Ndugu mwenyekiti wa baraza la uongozi wa chuo, kwa kumalizia, nataka nirudie kuipongeza IAA kwa mchango wake mkubwa katika taifa. Chuo hiki ni kiungo muhimu katika uchumi wa nchi yetu, katika ujenzi wa nguvu kazi yenye ujuzi, maadili pamoja na ubunifu. Kwa niaba ya serikali, nawapongeza wahitimu, wazazi, wahadhiri na uongozi wa chuo kwa mafanikio haya. Mwisho kabisa, ninawatakia kila laheri katika mwaka huu wa masomo wa mwaka 2025-2026 ambao mmeuanza. Baada ya kusema haya, sasa niko tayari kutunuku vyeti kwa wahitimu wetu wa siku ya leo. Mungu ibariki IAA. Mungu ibariki IAA na Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Makofi ya toshi. Makofi.